Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam, karibuni sana katika semina ya pili au tuseme semina ya mwendelezo baada ile ya kwanza ambayo tuliifanya wiki iliyopita. Na leo ni tarehe 26 April 2026 ndio tunaanza rasmi semina yetu ya pili hapa Nurpath Hajj and Umrah. Kulikuwa na vitu vingi ambavyo tuliangalia kwenye wiki iliyopita. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa sasa naomba kwanza tupate dua ya ufunguzi ili tuweze kuingia moja kwa moja kwenye kila kitu. Karibu sana Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Shukran Sheikh. Naam. Wiki iliyopita tulijifunza vitu vingi sana. Alhamdulillah. Na leo kabla hatujaingia tungependa kwanza tuweke akili zetu sawa kidogo, tuchangamshe akili ili tuone kila mtu yuko wapi kutoka pale tulipotoka, kile tulichokifanya kwa wiki iliyopita. Sababu tulisema kwamba hizi sio tu semina kwamba ya kwenda kuhudhuria alafu mtu kakaa nyumbani wiki nzima umefunga vitu, no. Tulisema ni muhimu sana kupitia, na ndio maana material baadhi tuliyashare baada ya hapa ili kuhakikisha kwamba unakuwa na nafasi ya kujifunza kila wakati, kujikumbusha kila wakati. Tulipitia hija, maana yake, umuhimu wake, tukaangalia tauhid, tukaangalia jinsi ya kuweka nia na umuhimu wa nia na hayo yote, na kuna activity tulifanya moja ambayo ilikuwa nzuri sana. Sasa leo hii tutakuwa na maswali hapa. Haya ni maswali ambayo kila mtu atakuwa na swali lake ili kuangalia unakumbuka nini, na hamna upendeleo wa aina yoyote kwa sababu haya maswali yamefungwa. Kwa hiyo sijui hata hapa nani nampa swali gani. Akatoa yule bwana aliyapanga ile maswali akampangia mtu fulani swali rahisi, akanipangia mimi swali gumu. Haya. Sawa, shukrani sana, karibuni sana jamani. Okay, sasa tunaifanya hii inaenda vizuri sana. Na kwa hiyo mtu mwenye nani alipata namba 1? Okay. Kwa tunaanzia hapa leo. Sasa mzee hapa utatuambia tu swali hapo. Swali lako linasemaje? Utatuambia swali lako linasemaje hapo. Alafu tuambie vile unavyokumbuka. Karibu sana. Swali la mzee nasema, taja ibada moja inayofanyika katika haji. Taja ibada moja inayofanyika katika haji. Naam. Mimi mojawapo. Mojawapo. Mimi nazikumbuka nyingi, lakini moja ndiyo naipenda kwa sababu inanichangamsha. Naipenda, inanichangamsha, ni ile amali ya Swafa na Marwa. Mashaallah. Swafa na Marwa mara ya kwanza ile nilipokuwa nilikuwa nadhani labda Swafa na Marwa iko nje ya msikiti. Kabla nimaliza tawafu nikawa nauliza Swafa na Marwa iko wapi. Nimeshatoka nje wakati nilikuwa msikitini. Kwa hiyo hakuna aliyenielewa, na ilichukua muda mrefu kuja kujua kwamba Swafa na Marwa nimeacha ndani ya msikiti. Kwa hiyo ikanisababisha ile tawafu yangu ya kwanza nikose, alafu tena nikapata shida ya kukaa na hiramu siku 2 wakati wenzangu walivua hiramu siku hiyo. Natosha hiyo. Shukrani sana. Jazakallahu khair. Haya, sawa. Naam, mwenye swali namba 2. Nani ana namba 2? Sawa, naomba nikupatie, shikilia hii kwa ajili ya sauti tu, utaweka karibu ukiwa unajibu ili tupate sauti. Karibu. Tusome swali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa Swali rahmatullahi wa langu barakatuh. linasema, moyo msafi
Kalbu salim una sifa gani? Sifa gani moja? Moyo msafi. Moyo msafi una sifa gani? Moyo msafi siku zote hauna chuki. Moyo msafi hauna asadi. Moyo safi ni moyo ambao umejaa upendo, kusamehe. Mashallah, nadhani hayo ni yenyewe. Sheikh, labda unataka kujazia kidogo? Ikana ukumbusha. Amejibu vizuri. Yeah. Kwa moyo ambao ni qalbun salim. Ndio. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni ambaye atakutana na Mola wake aliyekuwa moyo wake ni salim. Anapotaja kutuzakia kwamba umesalimika na hiyo hasad, umesalimika na kufuru, pia umesalimika na maasi. Katika sifa za ule moyo ambao ni qalbun salim. Kwa amejibu vizuri. Na mwenye namba 3. Aha. Sawa, tushika tu kwa ile sauti. Tusome swali letu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haji maana yake ni nini? Haji maana yake ni kutimiza nguzo 5 za Kiislamu na kwenda kufika huko Maka kwa yaona haya yaliyoko. Sawa. Shukrani sana. Basi Sheikh, unaweza ukajazia pia kidogo kama kipo cha kujazia kwa sababu ndio tunavyoweka sawa kwamba haji alivyoeleza kwamba sababu haji alivyoitaja tulitaja katika sehemu kuu mbili, katika maelezo yake katika sehemu kuu mbili, kilugha na kiistilah. Kwamba ni kilugha hija ni kukusudia, ni kukusudia, kisheria ndo kwenda katika kama alivyoeleza Bizamda katika jumla ya maelezo kwamba kwenda katika mji wa Makka, sababu hija yote inafanyika katika mji wa Makka. Kuna kufanya ibada maalum na pia kadhalika katika wakati maalum, na ina sehemu zake maalum za kuhirimia zile mawaqiti ambazo alizoweka Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na pia ni nguzo 5 wa Kiislamu kama alivyoongezea Bizamda. Sawa, shukrani sana. Mwenye nambari 4 mama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Je, ni aina gani ya haji tutaifanya? Kwa mji wa semina ambayo tulifanya wiki iliyopita, tuliambiwa aina za haji ziko 3 na sisi tutafanya haji ya tamattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipo sahihi kwamba aina haji tulifanya ni haji ya tamattu. Kama mama utakujazia kidogo labda kuielezea hii tamattu ni hija ya aina gani? Hii tamattu hija ya aina ya tamattu tunafanya umra, tunavua hiram. Naam. Alafu baada ya hapo tunatia nia ya kufanya haji, ndo tunamalizia kufanya haji. Alafu ndo ile nia ya haji inaweka mwezi ngapi? Ya mwezi 8. Inshallah. Mwezi 8 tunatia nia ya haji. Barakallahu fiki. Barakallahu khair. Naam. Nambari 5. Bora maswali chingine haya maswali ambayo tunayajibu ya maswali pia tuyazingatie pia. Sababu nani kama alipoa mama ile ambayo tunaifanya ushajua kwamba hija tamattu. Pia vile vile hata Sheikh Feruzi pia na hii pia ibada ambayo tunaifanya katika sababu hija ni ibada, kindani kuna ibada nyingi. Kutuzingatia maswali pia na ile tunataka kutuzakia pia moyo msafi na alama gani na maana ya haji. Bizamda alitaja zile. Kwa pia tuzingatie maswali. Yaani swali la kwako na wenzako ambao wanauliza pia akijibu na unaweka kichwani. Ili ongeze sehemu katika maarifa. Naam. Faida gani ya kujua hija kabla, aina za hija kabla ya safari? Umuhimu wa kutambua aina za hija kabla ya safari. Ndio swali.
Unaeleza kwa sababu hakuna viboko wala pia wala ukikosea labda sio kama unakwenda motoni au na si maswali yale maswali ya Munkar na Nakiri kaburini, kwamba lazima ujibu. Kwa hiyo wewe eleza katika ile swali lilivyokaa kwa ufahamu, wewe elezee kwa faida, ni umuhimu ambao unahitajika mtu kufahamu umuhimu kabla, yani kujua hizi aina gani hija anakwenda kufanya. Hija tulifahamu na kujua mambo yote tunayokwenda kufanya huko. Kwenda vizuri. Sahihi. Yaani umuhimu wa kuifahamu hiyo yenyewe. Hata uingii kwenye kwamba sijui tamatu sijui nini. Ufahamu kwanza hiyo. At least ujue unachagua kipi unaacha kipi. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni sawa. Jazia kidogo. Katika kujazia hilo swali kama lilivyokaa katika nani yake, ina maana ya kwamba yani elimu inakuwa kabla ya elimu kabla ya kusema na yani elimu kabla ya kusema na kutenda. Umefahamu mama? Yani elimu kabla ya kusema na kutenda, ndio hiyo swali lilivyokaa liko hivyo. Yani unakuwa una elimu, unajua kitu, unajua bana elimu kitu fulani unafahamu, alafu ndo unatenda, alafu ndo unatenda. Kwamba elimu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kwa hiyo unajua kwamba ufahamu tamatu, ufahamu hija ni zile zote, ufahamu aina tatu, na hija yenyewe kiujumla sijamarati zote. Na sasa ndo unakwenda sasa kwenye inabaki kule kuuliza tu bana hapa hivi, lakini mwanzo ishatangulia ile elimu. Kama alivyosema Allah, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika. Jua kwanza, jua kwa tauhid la ilaha illa Allah. Ushajua tauhidi sasa na mengineyo mtake Mola wako msamaha. Wallahu a'lam. Naam, shukran sana kwa maelezo mazuri. Nambari 6. Atakuwa Ukhti Sharifa. Karibu sana. Shikilia kwa ajili ya sauti, tupate sauti. Swali langu linasema hivi, ni sharti gani moja ili haji iwe wajibu? Sharti gani moja ili ibada ya hija iwe wajibu? Ni sharti ipi moja? Maana hiyo swali maana yake taja sharti moja, kwa kupitia hiyo sharti moja tu, yako mengi, kitaja moja ambako sharti hiyo hija inakuwa ni wajibu kwa Muislamu. Sawa sawa. Uwe na akili timamu. Basi hiyo tunatosha, shataja tayari. Shata alubakia yani. Wataja kuwa Muislamu mtu awe na akili, al-aqlu. Uwe na uwezo wa afya na mali. Naam, al-istitwa'. Je, mtu akiwa mfungwa, mtumwa? Uwe uhuru. Ndio. Usiwe mtumwa. Bado mimi nahesabu bado moja. Dela mwanamke lile. Mahram. Mama ametaja vizuri mashallah. Baligh. Ukitaja baligh. Baligh tuliweka katika ile kipengele cha at-taklif. Yani mtu lazima awe mukallaf. Kwa mukallaf anaika vitu hivi. Yani mukallaf lazima awe amebaligh, awe na akili. Allahu a'lam. Sawa. Wengine yako maswali yao hapo, wakishakuja watapewa. Tunaendelea na namba pale. Namba ngapi? Namba tumeishia. Watapewa, waziache hizo 6. 7 hayupo. Isa chukua ile pale. Akashasoma hili huko sasa, swali lake akashasoma hili. Shapekwa pekua hili. Alaykum salaam. Swali langu nasema, kwa nini ni muhimu kujua mambo yanayovunja Uislamu kabla ya kwenda hija, kabla ya kwenda haji? Hili swali hili, kwanza hija ni ibada ambayo inahitaji kwamba uwe ukamilifu wa imani na matendo. Kwa hiyo kabla hujaiendea hija, kwanza lazima uiangalie imani yako kwanza iko vipi na yale matendo ambayo unaenda kuyafanya kule, kwa sababu dhumuni ni kupata haji mabrur.
Sasa kama imani yako na matendo yako ambayo utaenda kuyafanya huko hajakaa sawa, huwezi kama umefanya jambo lote la maana. Naam. Naam. Sawa. Labda mimi nitaongeza kidogo ya Isa hii. Ongezea hili la Isa kidogo kabla ya nani. Ni kwamba katika hizi kujua yani kuna umuhimu gani wa kujua vile vitenguzi va Uislamu kabla hujakwenda katika ibada ya hija. Yani hii msingi wake ni ile msingi wa inatakana katika nani ufahamu kheri na pia ufahamu mambo ya shari. Ni mfano ufahamu tauhidi, alafu pia ufahamu shirki. Kwa kujua tauhidi bila kujua shirki inawezekana kuingia katika shirki. Na yeye alikuwa akifanya sahaba Mtume sallam al-Jalil Hudhaifa ibn al-Yaman ambaye alikuwa ni sahibu siri. Yeye alikuwa anamuuliza sana Mtume sallam mambo ya shari, ili alikuwa anaogopa isije shari ikampata ile shari. Kwa hiyo na wako ni muhimu kuzijua hizi 10 zikakaa kichwani vizuri, na ziko nyinginezo, sio hii peke yake tu, sababu mtu kama anakuwa swali na kufuru, lakini hizi haya yanatokea zaidi kwa kichwani ayafahamu vizuri, ili asije akaja akaingia katika hizo vitenguzi vya Uislamu. Wallahu a'lam. Sawa, shukrani sana. Tuna ndugu yetu mwingine Mzee Kiobi ambaye yupo Bukoba sasa hivi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute mic yako hapo. Toa mute kwenye mic yako hapo kidogo mzee wangu. Kama unanisikia, naomba unmute mic yako. Mic yako umemute. Sikusikii. Ile sehemu ya ndani kama inakuwa vizuri zaidi. Sawa. Sawa, tumetoka kusikia swali kwenye kadi namba 8 ambayo anajibu kwa Isa. Sawa, kwa hiyo tuendelee na mtu mwenye kadi namba 9. Karibu sana, tusome swali lako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Swali langu linasema taja aina moja ya tauhid. Tulisoma aina 3 za tauhid, ambayo kuna tauhidi ya namba 1 ambayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu juu ya matendo yake, uumbaji wake, kazi zake, vitu ambavyo anavifanya kama uumbaji wote, kuumba ardhi na mbingu, kuumba binadamu, kuumba vyote vilivyomo ndani ya dunia, kuumba galaxy, uumbaji mzima, kazi zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kumpwekesha Mwenyezi Mungu, kuamini kwamba yeye ndo muumbaji na ndo kila kitu ndo anakifanya. Alafu na tauhid ibada, kwa kufanya matendo yote, kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika matendo. Kwa vitu ambavyo wanadamu tunafanya. Kwa hiyo sisi kila kitu ambacho tunakifanya tunakuwa tunakifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ibada zote, kuswali, kufunga, kuhiji, kuchinja, vyote hivyo unakuwa unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Alafu na tauhidi nyingine, tauhidi asma wa sifa, kwamba ni tauhidi ambayo kwa majina ya Mwenyezi Mungu, kwa neno la Kiingereza ni attributes, like sifa za Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ndo mtoa riziki, ndo Mwenyezi Mungu ndo Al-Wadud, Al-Wahhab, Al-Razak, ndo ambaye anaruzuku, yeye ndo ambaye mwenye mapenzi, yeye ndo ambayo hii inatokana na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika majina yake. Na katika kila sifa ambayo utaifikiria, hakuna, yani Mwenyezi Mungu atakuwa ni zaidi. Kwa mfano ukisema kwamba kama ukifikiria mapenzi, hakuna mtu yote ambaye atakupenda zaidi ya Mwenyezi Mungu, au hakuna kitu chochote ambacho unatakiwa ukipende zaidi ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kama kwenye utoaji wa riziki, kwenye Razak, ina maana hata kama yani hakuna, yeye ndo mtoa riziki, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika bila yeye kuruhusu. Kuongeza na tatu. Haya, sasa pia tukasema kwamba ikiwa tutauliza tu haya maswali tuliyoandaa sisi, huenda kuna sehemu zingine zinaweza zikawa zimebakia kidogo, na ndio maana kwenye baadhi ya maswali hapa nilikuwa namwambia Sheikh aongezee au ajezie kidogo. Sasa tungependa kusikia kama kuna mtu yoyote ana swali lingine ambalo hakulielewa kutoka kule.
ili shekhe aweze kulijibu, ili tufunge vizuri hapo, tujue kwamba kila mtu ameelewa vizuri, lakini hatufungi ule mlango wa kuendelea kujifunza kila siku. Hatusemi kwamba kwa hiyo wiki iliyopita ndio imepita, kwa hiyo wiki hii tutasoma tu wiki hii. No, tunasoma yote kwa pamoja. Na kama hivi tulivyoulizana maswali, nafikiri unaona sasa umuhimu wa kuwa unasoma mara kwa mara, kwa sababu kuna vingine vinawezekana vikaonekana vidogo, lakini ikawa vyepesi kuvisahau. Sasa kama kuna mtu yote ana swali, ndio session inayofuata, swali kuhusiana na semina iliyopita, tulichojifunza wiki iliyopita. Hii inaingia haswa pale ambapo labda kuna sehemu hukuelewa vizuri, utamani ufafanuzi zaidi. Hapo karibuni. Ndio kumbukumbu zinaweza kawa sio kubwa, ndio kwa wale waliohudhuria semina iliyopita. Ninadhani kama nyie walimu ingekuwa ni bora mkapitia kwa kifupi yale ili kuokoa muda. Nadhani na ikiwa kweli hakuna mtu mwenye swali so far, Sheikh anaweza kutupitisha kwa ufupi sana. Kwa ufupi sana. Kuna kitu nataka kusema? Nataka kusema ni kuhusiana na rai ya mzee. Unaona vipi? Sawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mzee Ahmed Kiobia. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Naam, habari za huko? Huko ni kubwa. Salamu. Sawa sawa. Subiri kidogo. Naam, huku mvua pia ipo alhamdulillah. Kwa hiyo tunamshukuru Allah, lakini tunamshukuru zaidi kwa sababu wote tumeweza kukutana tena kwenye semina hii ya pili. Ndio. Naam. Na tulikuwa kwenye session ya kwanza ambayo tulikuwa tunaangalia kidogo uelewa, yani watu wameelewa vipi ile semina iliyopita, ambayo kwa sehemu kubwa nadhani ulihudhuria na ulitumiwa pia materials, ndio? Niliyaona material, nimeyapitia. Okay. Nikitaka na wewe ushiriki kwenye hiyo session ni kusurprise na swali hapa. Yaani nitajaribu ndio. Okay. Hapo. Sawa. Kila mtu kwenye semina amejibu swali moja. Na wewe la kwako hili hapa. Subiri, Sheikh anakuchagulia swali rahisi kabisa. Taja mfano mmoja wa jambo linalovunja Uislamu au linalokutoa kwenye Uislamu. Fanya jambo hilo. Kumshirikisha Allah. Shirki. Sawa, shukrani sana. Basi endelea kuwepo na sisi, endelea kufuatilia. Ndio. Endelea kufuatilia mpaka mwisho inshallah. Amin. Sawa. Mic yako unaweza usizime tu, mimi nitakuzimia hapa. Sawa. Karibu sana mzee wetu. Asante. Na pole na harakati za mvua huko barabarani. Naam. Okay, hujachelewa sana. Session moja imekupita ambayo tulikuwa tunaangalia watu walivyoelewa na semina iliyopita. Kwa hiyo tulikuwa tumeandaa maswali ya surprise kama hili, hata sijaifungua, sijui hata ni swali gani nataka nikupatie. Hebu litazame hili swali. Haya. Nijibu ile. Nisome alafu anasema kwa nini mwanamke anahitaji mahram kwa haji? Naam. Mimi nadhani kwa uangalizi mzuri na usalama inafaa mwanamke akawa na mahram wake wako pamoja kwenye hiyo safari. Masha. Navyoona mimi. Barakallahu fikum. Umejibu vizuri. Salama, uangalizi. Shukrani. Yeye na mahram wake.
Jazakallahu khair. Hujachelewa Sheikh Ramadhani. Kwa hiyo kwa wakisema alikuwa tunafanya kila Jumapili hivi. Kwa Jumapili semina inshallah. Tena jana nitaka nikupigie nikuulize. Sijui kawaje tena. Inshallah khair. Kwa Jumapili ukibuka na nini? Inshallah. Naam, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, nawashukuru sana wote kwa kuweza kushiriki hiyo session ya maswali na majibu, na imeenda vizuri alhamdulillah. Inaonyesha tuko sehemu, lakini tukaze buti zaidi, tuongeze juhudi zaidi, tuendelee kupitia zaidi, kwa sababu elimu ni bahari. Maana yake elimu haina mwisho, hafiki mwisho wa elimu mtu siku moja akasema nimeshasoma vya kutosha. Siku zote tunaendelea kusoma mpaka siku ya mwisho. Naam, sasa kwa ufupi sana, wiki iliyopita tuliangalia ibada ya hija kwa ujumla wake, tuliangalia ni nini, tukaangalia umuhimu wake, tukaangalia aina zake, lakini pia tuliangalia tauhid na aina zake, kama ambavyo swali lilijibiwa na mmoja wa washiriki. Limejibiwa vizuri sana, aina zote tatu. Tuliangalia nguzo za Uislamu zote 5, na kwa nini sisi tumejikita kwenye ile nguzo ya mwisho ambayo kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Lakini tuliangalia pia mambo yanayovunja Uislamu au yanayokutoa kwenye Uislamu, na kuna mambo yanaweza kukutoa kwenye Uislamu bila wewe kujua. Haya ni mambo muhimu sana, kama tulivyosema ni muhimu kuhakikisha tunayapitia. Tulisema kumshirikisha Allah, shirki, ambao mzee wetu Kiobi amejibu swali hili. Kuweka waombezi kati yako na Allah, yani kuomba kwao, kuwategemea wao. Tukasema kutomkufuru au kumshirikisha au kuwa na shaka juu ya ukafiri wao. Kutomkufuru mshirikina, au kuwa na shaka juu ya ukafiri wao. Tukasema kuhusu kuamini kuna mwongozo bora zaidi kuliko mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kingine, kuchukia chochote alichokuja nacho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6, tukasema kukejeli dini, iwe ni kumkejeli Allah, Qur'ani au mitume, pia inaweza kukutoa kwenye Uislamu. Kingine ambacho kinaweza kukutoa kwenye Uislamu ni kufanya au kuridhia uchawi, sihir, na kuwapendelea au kuwasaidia makafiri dhidi ya Waislamu kwa uadui. La 9, kuamini baadhi ya watu hawawajibiki kufuata Uislamu. Na la mwisho tukasema kugeuka au kupuuza dini bila ya kujifunza wala kutenda, yani kuishi tu bila kuifuatilia, bila kuzingatia dini yako, kuweka juhudi yoyote katika kujifunza, ni hatari sana, pia inaweza kukutoa kwenye Uislamu. Na hili ni moja ya vitu ambavyo wengi labda wanaweza wakalichukulia kawaida, sione kama analipuuza, kama ni jambo la kawaida, lakini kumbe ikawa ndio linakutoa sasa. Kwa ni muhimu tuyapitie haya, baadaye nafikiri mpaka ikifika siku ya safari yawe ni vitu ambavyo mtu anaweza akacheza navyo bila kusoma popote, bila kuangalia popote, chochote kikiulizwa katika haya inshallah. Okay, tuliangalia fadhila za hija ambayo tunasema hija mabrur. Tukaangalia kwamba ni kupata msamaha wa madhambi yote, malipo yake ni pepo pekee ikiwa ibada hiyo itafanyika kwa usahihi, na pia kuondolewa ufukara na madhambi. Tukaangalia masharti ya hija. Moja ya swali ambalo liliulizwa leo, mojawapo ni kuwa Muislam, taklif, yani kuwa baligh na akili timamu, istita au uwezo wa kifedha na kimwili, usalama wa safari, na kuwa huru, mtu asiwe mtumwa. Pia tukaangalia kitu cha ziada ambayo ilikuwa ni masharti ya ziada kwa wanawake, kwamba lazima awe na mahram, apate idhini ya mume, kuwe na usalama wa hiyo safari, hali ya hedhi au nifasi, pia kujistiri, hijabu sahihi. Haya yote pia tulijadili wiki hiyo, na tukasema kwamba masharti yakitimia, hija kwa mwanamke inakuwa ni wajibu, na yasipotimia basi hija kwa mwanamke huyo inakuwa si lazima kwa wakati huo. Tukaangalia aina za hija, tamatu, qiran na ifrad, kama ambavyo zimeelezewa kwamba tamatu, hujaji anafanya umra kwanza kisha anatoka kwenye ihram, baadaye siku za hija zikifika anafanya hija. Na qiran, hijaji anaunganisha umra na hija kwa wakati mmoja, anazifanya zote katika ihram moja yani. Na ifrad yenyewe, hujaji hufanya hija pekee bila umra na haitajiki kuchinja. Kwa hiyo hizi ndizo aina 3 za hija kama tulivyozipitia. Lakini siku hiyo pia tuliangalia hajj description, utaratibu, hatua za hija nzima, yani ile utaratibu wote. Na leo nafikiri ina nafasi hiyo tutapitia tena zaidi leo, kwa hiyo itakuwa siku ya kucement zaidi uelewa hapo siku za hija. Na tuliangalia nia na kusafisha moyo.
pia hapa ni muhimu sana. Sheikh aliongelea pia aina ya nia, unawekaje nia na umuhimu wake, pia umuhimu wa nia, na tukapeana assignment ambayo ilikuwa ni individual assignment ya kwenda kufanya nyumbani wewe mwenyewe, kwamba uende kuipitia nia yako, kuihakikisha nia yako, kujiuliza wewe mwenyewe maswali kwamba kweli unasafiri kwenda kufanya ibada ya haji kwa madhumuni gani wewe mwenyewe. Hii ni wewe mwenyewe unaongea, wewe mwenyewe na nafsi yako, wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo hapo ndipo hasa itakufikisha kwamba okay, natakiwa ibada yangu iwe vipi. Kwa hiyo naamini kila mtu alifanya hilo zoezi, na leo baadaye tutawagawia karatasi ambazo zitasaidia kwenda kuandika sasa au kufanya uhakiki mzuri wa hayo ambayo umeyafikiria, kwa hiyo kwa ajili ya kutunza hizo kumbukumbu. Naomba nikukaribishe Sheikh, sasa tuone moja kwa moja tuingie kwenye kipengele kinachofuata ambayo ni ihram na makatazo yake. Karibu sana.